diplomasia hapa mengi tunayozungumza sana, waga tunazungumza masuala yetu ya kidiplomasia zaidi. Utakitangazwe mambo ya diplomasia zaidi, lakini leo baadaye tutapopata nafasi kama itawezekana tutakwenda kugusa kidogo kimataifa, lakini leo tuko hapa nchini. Mwana diplomasia, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na masuala ya kijamii katika maeneo mbalimbali duniani. Kuna wa Afrika, kuna Afrika Mashariki, kuna kanda ya Ziwa, lakini mwenzangu anagusa kote kote. Jana tumepata taarifa ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba sasa amemwandikia rasmi barua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba sasa yeye anaomba akapumzike. Ameamua hivyo na kaelezea kwamba mpaka tarehe 4 mwezi wa 9 Septemba ndio siku ambayo anatakiwa kukabidhi ofisi ili akarudi sasa uraiani. Tayari imeshakuwa, na jana tumeona kupitia Ikulu wametoa press wakisema kwamba kilichozungumzwa ama kilichotokea ni sahihi na Mheshimiwa Rais amebariki. Kwanza ni kipi kinafuata? Ni kipi kinafuata? Kinachofuata hapo ni swali zuri sana. Na wakati nakuja njiani kuna mtu ananiuliza kwamba nini kinafuata, mnaenda kwenye kipindi chenu na Levo, kataja hivyo hivyo. Nikamwambia yes, tunaenda. Sasa kinachofuata, msikilizaji wa Standard Radio, wewe najua unajua. Lakini kwa wewe ambaye ulioniuliza, najua nasikiliza sasa hivi na mwingine yoyote. Kinachofuata hakuna uchaguzi. Hakuna uchaguzi. Kwa nini? Kwa sababu makamu wa rais ana kete ya rais. Kwa maana kwenye uchaguzi mkuu makamu wa rais yeye anachaguliwa, yani anatia tiki kwenye upande wa rais na anatia tiki kwenye upande wa makamu wa rais. Kwa hiyo yeye anasimamia kwa rais. Kwa hivyo hakutokuwa na uchaguzi. Lakini kitakachofanyika, kete inayofuata ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Yeye atapendekeza jina kama ambavyo mchakato uliofanyika wakati kabla ya uchaguzi mkuu ndani ya chama kuweza kupendekeza kwamba nani ataenda kufanya naye kazi. Ndivyo ambavyo atapendekeza jina gani ambalo litachaguliwa, na hatimaye lile jina atakalopendekeza atalipeleka bungeni. Sasa kule bungeni ndio ambao wataenda kupiga kura na hatimaye kuweza kumpata makamu wa rais. Katiba ndivyo ambavyo nasema namna hiyo. Lakini inatakiwa ipatikane nusu ya wabunge wote waliopo bungeni. Yaani sio rais kiasi hicho. Kwa sehemu nyingine kama wakimkataa inawezekana akamkataa. Yaani hizo kura za ndio zikamkataa na hatimaye asipatikane. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kinachoendelea. Lakini inatakiwa ndani ya siku 14. Kwa hiyo sio kwamba mchakato unaweza ukatumia siku ngapi? Ndani ya siku 14 jina lipatikane na hatimaye mchakato huo ufanyike. Kwa hiyo kitakachoendelea hapo mara baada ya hiyo Septemba 4 ina maana zitahesabika siku 14. Ndani ya siku 14 mchakato unatakiwa ufanyike na hatimaye uweze kumalizika. Kwa hiyo hicho ndicho nilitamani kuweza kukizungumza katika sehemu hii ya aliyekuwa makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi na kuweza kuachia ngazi. Kwa hiyo mchakato mzima utakuwa hivyo. Kwa hiyo hakutokuwa na uchaguzi. Hicho ndicho ambacho hakutakuwa na uchaguzi. Na kuna kitu natamani tukijue. Na huo mchakato ambao unafanyika lazima vikao vikae, na vikao vinakuwa vya CCM kwanza waanze kukaa. Maana leo tumeona wamekaa jana usiku. Wameanza jana usiku. Unaweza kuwa ndio ule mchakato. Ndio huo mchakato kuweza kuangalia kwamba nani anaweza kufaa, wanajadiliana na hatimaye kuweza kumpata mtu. Wakati mwingine hizi ni siasa shirikishi. Kwa hiyo inawezekana rais mwenyewe akamteua, lakini baada ya kumteua anapelekwa kwenye kamati ya neki hatimaye kuweza kumwangalia kweli, je, huyu anafaa kumsaidia rais. Ikumbukwe ya kwamba makamu wa rais anapoondoka, rais anapoenda nje ya nchi, makamu wa rais yeye ndio anakuwa mkuu wa nchi. Kwa hiyo sio sehemu ndogo, ni sehemu ya pili ya ukubwa kwa upande wa uongozi hapa nchini kwetu Tanzania. Rais, makamu wa rais, anakuja waziri mkuu. Si nzuri sana kucheza kamari. Na naamini dini yako hairuhusu kamari. Lakini kidogo nadhani hatusikii. Kuna majina mengi yameanza kutajwa sana. Kwa upande wako si rasmi. Lakini unavyoona hayo majina yaliyotajwa yote
kuna ambalo hata wewe nyie wachambuzi, ndio uzuri wa wachambuzi, mnakuwa na jicho lingine la tofauti la ndani zaidi na mnakuwa na wasifu. Ukimuuliza level ni nani, unaweza ukanielezea mpaka mwenyewe nikashangaa. Ni kweli mimi Yale majina yaliyokuwa yanatajwa yale na zile picha zote zinakuja, kuna mtu ambaye wewe mwenyewe kama mchambuzi unahisi kama na mimi kura yangu inaweza ikaangukia kwa mtu fulani? Ni kweli majina yako mengi kama unavyosema. Jina ambalo naona linatembea, kuna jina la Kabudi naliona, lakini pia Profesa Kabudi huyu tumpe heshima yake, anapendeka kitu majina yake yote, Profesa Aidan John Mwaruko Kabudi yote. Lakini pia yupo mwingine nikumbushe basi, naweza sawa hapa. Kabudi nimeona, Kabudi yupo, nimeona kijana Majaliwa Majaliwa pia anasemwa, nimeona pia Makonda yumo, nimeona alikuwa waziri mkuu naibu waziri mkuu mstaafu, yes, Biteko yupo, tumemwona mzee Wasira naye yupo. Wasira naweza nikamtoa kwa upande wako sasa, kwa maoni yako sasa, kwa maoni yangu mimi. Lakini kwa upande wa Majaliwa natia nguvu kwa sababu kwanza moja, kuna mtu pia aliniuliza kwamba inatakiwa awe mbunge. Hapana. Yes, na hilo lilikuwa swali, anatakiwa atokane na kiti cha ubunge, kwa sababu tunaona moja ya sifa ya kuwa waziri mkuu lazima uwe na uwe mbunge, uwe na jimbo. Huyu anaweza akatoka sehemu tofauti na bunge. Yani si hivyo. Yani sio awe mbunge. Kwa hiyo sasa nikaona baada ya kugundua hiyo, maana nimeenda kuisoma, nikasema kwamba nafasi ya Majaliwa inawezekana ikuwepo, lakini kama ana future nyingine ya kisiasa, hiyo nafasi atulie kwa maoni yako. Lakini yeye ni miongoni mwa wale ambao wenye mivuto, kwa sababu tumeona wakati mwingine baada ya kustaafu akienda kwenye vikao hivi shangwe linalotoka, lakini hao wengine kila mmoja ana sifa yake na namna yake ambayo anaweza kuifanya. Kwa mfano Makonda tunafahamu utendaji wake kazi, anapokuwa na mama pale utaona namna gani gari litakavyoenda vizuri, kwa maana kumsaidia hizo kazi ambazo zinazoendelea. Na kwa bahati nzuri sisi hatuingii kwenye vikao vya maamuzi. Hatuingii kwenye vikao vya maamuzi. Yani hiyo tunawaachia wenyewe maoni kama maoni. Yes, lakini sisi pia ni wananchi. Hatupo kwenye kisiwa. Kwa hiyo tunahitaji mtu ambaye anakuja awe mchapakazi kama ambapo wenzake wamepita. Lakini kitu kingine ambacho nisingekisahau kabla ya ndugu zangu na Mustafa hapa tutape michezo. Wananiangalia kwa jicho kupiga kadi nyekundu. Iliwahi kutokea kwa Benjamin William Mkapa hayati. Aliwahi kuhudumu na makamu wa rais wawili. Wa kwanza Dr. Omar Ali Juma ambapo alifariki 2001 kwa wakati ule. Nadhani kina Po bado. Yule bado 2001 alikuwa bado miaka 6 baadaye. Tustafu, tunafanya kazi na vijana na wazee. Lakini baada ya kufariki Dr. Omar Ali Juma akaja Dr. Shein. Alikuja ni Ali Mohamed Shein. Yes. Sasa huyu Shein akaenda naye hadi kwa Kikwete. Baadaye akaenda kule Zanzibar kwa maana kuchukua urais. Akamchukua Ghalib mzee wetu. Hakutaka mambo mengi. Miaka mitano hadi 2015 kamaliza, basi shughuli yake imeishia hapo. Sasa Rais Samia anakuja kutengeneza historia, kwa maana katika awamu yake makamu wa rais sasa atakuwa watatu. Anahudumu na makamu wa rais watatu. Yes, kwa maana ya Mpango, Nchimbi pamoja na huyo na huyo mpya anayekuja. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo na wakisema wachague kwa upande wa makamu wa rais awe mwandishi, naweza nikawa mimi.